Nguvu ya sifa. Nguvu ya sifa ni jambo la muhimu sana kulijua. Ni kitu cha muhimu sana kujua nguvu iliyo ndani ya sifa, nguvu iliyo ndani ya kusifu, nguvu inayoambatana na kusifu. Kuna mambo matatu natamani upate kuyaelewa unapojikita, unapojiweka, unapokaa kwenye eneo hili la kusifu, unapokaa kwenye eneo la kusifu. Jambo la kwanza unalotakiwa kujua kwamba unapokuwa mtu wa kusifu, kuna kitu kinatokea na kinatendeka kwenye maisha yako unapoishi maisha ya kusifu. Ninapoeleza kusifu, ninaeleza kwa habari ya kumsifu Mungu, sio kumsifu mwanadamu mwenzako, wala kumsifu sijui nani, wala kujisifu wewe mwenyewe. Hapana. Hili jambo la nalotaka tujue ni kwa habari ya nguvu ya sifa inayo ya kumsifu Mungu, nguvu ya sifa katika kumsifu Mungu, nguvu ya sifa. Na moja ya kitu ambacho natakiwa ujue rafiki yangu ni kwamba moja ya kitu kinatokea na kutendeka kwenye maisha yako unapokuwa mtu wa kusifu, wa kumsifu Mungu, mtu wa kumtukuza Mungu, mtu wa kumuhimidi Mungu. Jambo la kwanza linalotendeka ni kwamba sifa husababisha mapenzi ya Mungu kutimizwa kwenye maisha yako. Sifa, unapokuwa mtu wa kusifu, husababisha mapenzi ya Mungu kutimizwa kwenye maisha yako. Jambo la pili unalotakiwa kujua ni kwamba sifa hufungua malango ya baraka. Sifa hufungua malango ya baraka. Sifa hufungua malango ya baraka. Jambo la tatu unalotakiwa kujua ni kwamba sifa hufufua vitu vilivyokufa. Sifa hufufua vitu vilivyokufa. Ninapokueleza kwamba kusifu husababisha mapenzi ya Mungu kutimizwa kwenye maisha yako, ninakuleta kwenye ile nafasi ya kwamba wakati mwingine unaweza kuwa unaomba, kumbe hujui unachokiomba na hujui nini mapenzi ya Mungu katika hicho unachoomba. Lakini unapoingia katika kusifu, Mungu anasema ya kwamba anajua haja ya mioyo yetu, anajua tunahitaji nini, anajua tunataka nini, anajua ni nini tunatakiwa kupata. Kwa hiyo unapoingia kwenye kusifu, ukamsifu Mungu kwa viwango vile vinavyomgusa yeye, inafika mahali Mungu anasema hivi, mwanangu kanifurahisha sana leo, nimfanyie nini? Anaangalia kwamba ni nini unatakiwa kufanya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unavyokuwa mtu wa kusifu, kuna vitu vingine unajikuta hauombi ila Mungu anakutendea. Kwa nini? Umekaa katika eneo la kusifu kwa uzuri, umekaa kwenye position, kwenye hiyo nafasi ya kumsifu Mungu kwa uzuri. Unamsifu Mungu kutoka ndani ya moyo wako, kutoka ndani ya moyo wako, hausifu tu ile ili mradi. Jambo lingine ni kwamba sifa hufungua malango ya baraka. Sifa hufungua malango ya baraka. Ninapokueleza kwamba sifa hufungua malango ya baraka, ni namna na vile ambavyo wewe unamsifu Mungu, unamtukuza Mungu. Kwa hiyo Mungu anaachilia baraka juu yako kwa sababu unauleta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Biblia inatuambia Mungu huketi katikati ya sifa. Kwa hiyo Mungu kama anaketi katikati ya sifa, uwe na uhakika ukiwa mtu wa kumsifu Mungu, mtu wa kumtukuza Mungu, mtu wa kumuhimidi Mungu, Mungu anashuka, anakaa katikati ya sifa. Kwa hiyo Mungu akishuka katikati, manake akikaa katikati yako wewe, akikaa pamoja na wewe, manake uwe na uhakika kuna malango yataanza kufunguka. Malango ambayo ulikuwa huyatarajii, ulikuwa huyategemei, ulikuwa hujui ni kwa namna gani utaweza kufanikiwa, ni kwa namna gani utaweza kufikia pale, ni kwa namna gani utaweza Kiswahili cha sasa hivi wanasema kutoboa. Lakini ukikaa kwenye hii nafasi ya kumsifu Mungu, na kwa kuwa Mungu anakaa katikati ya sifa, manake utaufanya moyo wa Mungu uanze kuruhusu vitu vitokee kwenye maisha yako. Malango ya sifa, malango ya baraka, utashangaa milango inaanza kufunguka kwa sababu Mungu anaketi pamoja na wewe, kwa kuwa wewe ni mtu wa kumsifu Mungu, ni mtu wa kumtukuza Mungu. Lakini jambo lingine nimekueleza, jambo la tatu ni kwamba sifa hufufua vitu vilivyokufa. Sifa hufufua vitu vilivyokufa. Sifa inafufua vitu vilivyokufa kwa namna gani? Kama Mungu anaketi katikati ya sifa, manake wewe ukiwa ni mtu wa kumsifu Mungu, na moja ya sifa ya Mungu, Mungu ni muumbaji.
anaposhuka akiangalia kwamba kuna kitu kimepungua kwenye maisha yako, kuna kitu kilikufa kwenye maisha yako, kuna kitu kiliharibika kwenye maisha yako, anakirejeza kwa upya, anakiumba kwa upya, anakitengeneza kwa upya. Kwa nini? Wewe ni chombo chake cha kumtukuza na kumuhimidi, cha kumsifu. Lazima ahakikishe kwamba mambo yako yanakaa sawa, ili aendelee kuzipokea sifa, ili aendelee kupokea sifa kutoka kwenye kinywa chako. Kinywa chako haukitumii kwenye mambo maovu, kinywa chako haukitumii kwenye mambo mabaya. Rafiki yangu, acha nikueleze kitu kingine mahali hapa kwamba kusifu kuko kwa namna nyingi. Kuna namna unaweza ukawa na msifu Mungu kwa kutafakari, yani tafakari zako zote ni za kumtukuza Mungu, za kumsifu Mungu kwa kuangalia ukuu wake na uwezo wake. Kuna namna unaweza ukawa unamsifu Mungu kwa kushuhudia, unawaeleza watu matendo yake makuu, unawaambia watu namna na jinsi Mungu anafanya, anaweza, ana nguvu. Kuna namna nyingine ya kumsifu Mungu, namna ya kuimba na kucheza, ambayo hiyo ndio imezoeleka sana. Namna ya kuimba na kucheza, unaimba, unacheza, unaruka, unamtukuza Mungu, unasema hakuna kama wewe Mungu. Hiyo ni moja pia ya namna ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Lakini hebu tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi 111, Zaburi 111 na ule mstari wa 1 hadi wa 6. Tuone huyu mtunzi wa Zaburi namna na jinsi alivyokuwa akimsifu Mungu, akimtukuza Mungu. Anasema, haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Angalia anavyoanza, haleluya, nitamshukuru Bwana. Hii haleluya maana yake msifuni Bwana. Haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wake wote atamshukuru Bwana, atamsifu Bwana, atamtukuza Bwana. Anaendelea anasema, barazani pa wanyoofu wa moyo na katika mkutano. Yani barazani pa wanyofu wa moyo atamsifu Mungu, na katika mkutano pia atamsifu Mungu, katika halaiki ya watu wengi atamsifu Mungu. Anaendelea anasema mstari wa 2, matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwao nayo. Matendo ya Bwana ni makuu. Kutoka ndani ya moyo wako unasema matendo yako Bwana ni makuu, matendo ya Bwana ni makuu. Anaendelea anasema, kazi yake ni ya heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Ukiwa ni mtu wa kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu kwa namna hii, kwa nini Mungu asiyatimize mapenzi yake kwako? Kwa nini Mungu asifungue malango ya baraka kwako? Kwa nini Mungu asihakikishe vile vyote vilivyokuwa vimekufa kwenye maisha yako vinafufuliwa? Lazima Mungu atajifunua kwa viwango vikubwa kwenye maisha yako. Anaendelea anasema mstari wa 3, anasema kazi yake ni ya heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Mstari wa 4 anasema amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Unaona, Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Haleluya, haleluya. Ramanda kaporoko zata. We Mungu ni Mungu mwenye nguvu unayeweza. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe. Ni Bwana. Bwana ni mwenye fadhili na rehema. Haleluya. Mstari wa 7 anaendelea anasema, amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake milele. Atalikumbuka agano lake milele. Haleluya, haleluya. Mstari wa 6 anamalizia kusema, anasema ndo tutaishia hapo, hamalizii hapo lakini tutaishia hapo. Anasema amewajulisha watu wake uwezo na wa matendo yake. Amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake, kwa kuwapa urithi wa mataifa. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Rafiki yangu, na kueleza ukiwa ni mtu wa kumsifu na kumtukuza Mungu, Mungu atahakikisha mapenzi yake yanatimizwa kwako. Lakini jambo lingine, Mungu atahakikisha anafungua malango ya baraka juu ya maisha yako. Jambo lingine, Mungu atahakikisha vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yako vinafufuliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea neema ya kuanza kumsifu na kumtukuza Mungu ili uanze kuona matendo makuu ya Bwana. Rafiki yangu, ushauri wangu ni kwako ni huu, ya kwamba punguza
kueleza shida zako, bali ongeza viwango vya kumsifu na kumtukuza Mungu. Punguza, rafiki yangu, punguza viwango vya kueleza shida. Yaani wewe kila ukienda mbele za Mungu ni shida, kila ukienda mbele za Mungu ni matatizo tu, kila ukienda mbele za Mungu. Hakuna siku unaenda mbele za Mungu kumsifu Mungu, hakuna siku unaenda mbele za Mungu ukimtukuza, hakuna siku unaenda mbele za Mungu ukimuhimidi. Yaani wewe kuna wakati unafunga hadi mifungo ya siku 3, siku 4, unaomba kwa ajili ya shida na matatizo. Hamna siku hata umefunga hata siku moja kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kwa ajili ya kumwambia Mungu asante, kwa ajili ya kumsifu na kumtukuza Mungu, kwa ajili ya kumuhimidi Bwana. Hakuna siku umefanya. Kila ukienda unaenda na matatizo, na ndio maana hata kuna wakati mwingine hayo matatizo hayaishi. Huoni mapenzi ya Mungu yakitimizwa kwako, hauoni malango ya baraka yakifunguka kwako, hauoni vile vitu vilivyokufa kwenye maisha yako vikifunguliwa. Kwa sababu gani? Umekuwa mtu wa matatizo kila siku, unaenda na matatizo kila siku. Rafiki yangu, hata mtu wa kawaida ukija hata kwangu kila siku, ukija wewe unaeleza shida tu, unaeleza shida. Hamna hata siku unakuja unanisifia, unanipamba, unafanya namna ya kuona nione umuhimu wako kwako. Kila siku unakuja na matatizo kwa. Lazima hata mimi mwenyewe nikuchoke, nikuone kama wewe haujali, hauthamini umuhimu wangu wote kwako. Wewe unakuja kwangu kwa sababu tu ya shida zako, ila kama una shida hauoni umuhimu wote kwangu, umuhimu wote wangu mbele zako, hauoni umuhimu kama mimi nina umuhimu kwako. Na ndio maana kila wakati unakuja tu na shida. Hamna siku unakuja hata kueleza tu, kusifia, hata kusema aisee, kwa kweli wewe ni mtu mwema sana. Yani kwa kweli, yani wewe ni mtu unayewasaidia sana watu. Yani wewe, nikikuona tu moyo wangu unafurahi, nikikuona tu nasikia tu kushiba, nasikia tu kufurahi. Hakuna hata siku unakuja kwa namna hiyo. Kila siku unakuja, unajua bwana, nina shida 1 2 3, bwana kuna hiki na hiki na hiki, kuna hiki na hiki. Hapana, nenda mbele za Mungu kwa kumsifu na kumtukuza. Punguza kulalamika, punguza kueleza shida tu, punguza. Najua shida unazo nyingi, na Mungu anajua shida unazo nyingi, lakini zipunguze. Nenda mbele za Mungu kwa kumsifu na kumtukuza. Jambo unalotakiwa kujua ni hili, kwamba ukipunguza hiyo kwenda mbele za Mungu kwa shida, kwa kumwendea na shida na kulalamika na kueleza shida zako na changamoto zako, ukimwendea Mungu kwa kumsifu na kumtukuza, maana yake unapomwendea Mungu kwa kumsifu na kumtukuza, kinachotakiwa ni kwamba kwa kadiri unavyomsifu na kumtukuza Mungu, ndivyo anavyozidi kujifunua kwako. Kwa kadiri unavyomsifu na kumtukuza Mungu, ndivyo anavyozidi kujifunua kwako. Yaani kadri unavyozidi kumsifu na kumtukuza Mungu, ndivyo na Mungu anazidi kujifunua kwako, anazidi kujidhihirisha kwako, anazidi kujionyesha kwako. Kama mtunzi wa Zaburi alivyotueleza, hii Zaburi sura ya 111 mstari wa 1 hadi wa 6, anasema haleluya, mshukuruni Bwana haleluya, nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika makutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwao nayo. Kazi yake ni heshima na adhama, na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema, amewapa wamchao chakula. Atalikumbuka agano lake milele, amewajulisha watu wake uwezo na matendo yake, kwa kuwapa urithi wa mataifa. Kadiri unavyozidi kumsifu Mungu na kumtukuza, ndivyo Mungu anavyozidi kujifunua kwako, ndivyo Mungu anavyozidi kujifunua kwako. Kwa hiyo uwe na uhakika Mungu kadiri unavyozidi kumjua Mungu. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sehemu nyingine Yesu anawaambia wale Mafarisayo, hampotei kwa sababu hamjui uwezo wa Mungu, hamjui uweza wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anavyozidi kujifunua kwako, ndivyo unavyozidi kujua uweza wake, unavyozidi kujua ukuu wake, unavyozidi kumjua Mungu yuko kwa kiwango gani, Mungu yeye ni nani, ana uwezo gani, ana nguvu gani, anavyozidi kujifunua kwako. Kwa hiyo kwa kadiri unavyomsifu Mungu,
ndivyo Mungu naye anazidi kujifunua kwako. Kwa hiyo Mungu anavyozidi kujifunua kwako, lazima mapenzi yake yatimizwe kwako, lazima malango ya baraka yafunguliwe kwako, lazima vitu vilivyokufa kwenye maisha yako vianze vifufuliwe, vitu vilivyokufa kwenye maisha yako viweze kufufuliwa, viweze kuwa hai tena, uweze kurejeshiwa kila kilichopotea. Kwa nini? Mungu amejifunua kwako kwa viwango vingine. Mungu anajifunua kwako kwa viwango vingine. Kwa hiyo nguvu ya sifa katika maisha yako ni ya muhimu sana. Ni muhimu sana kuzingatia hicho kipengele kama mtu ambaye umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini wewe ambaye haujaokoka na Yesu Kristo sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hii nguvu ya sifa utaisikia kama hadithi, hauwezi kaona matokeo yote ya nguvu ya sifa kwenye maisha yako. Kwa hiyo wewe unayemhitaji Yesu Kristo ili nguvu ya sifa ipate kutenda kazi ndani yako, naomba unifuatishe maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaomba Yesu unirehemu, unisamee dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamee. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Endelea mbele, usirudi nyuma. Zingatia mambo matatu. Hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Hakikisha unaenda kanisani. Ukizingatia mambo matatu, utaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kurithi uzima wa milele pamoja. Mungu wangu na Bwana wangu, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu. Ninaomba umjalie neema na nguvu ya kuishi maisha matakatifu. Baba, ninaomba nguvu ya sifa ikatende kazi ndani ya maisha yake. Mpe neema ya kuja mbele zako kwa kusifu na kutukuza, ili Mungu uzidi kujifunua kwake. Bwana wangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen, amen.